Kwanza kabisa nadhani Young Africans imechelewa kumfuta kazi ama kumfukuza Pedro, kwa sababu ni kocha ambaye alikuja akiwa na CV kubwa sana. Ukitazama tunakumbuka kwenye kumbukumbu kwamba ilikuwa ni Oktoba 25 mwaka 2025 ambapo Yanga ndio ilimpa nafasi ya kuwa kocha mkuu mara baada ya kumfuta kazi Romain Folz, na tunakumbuka wakati anaingia Pedro, Young Africans ilimfuta Romain Folz, na Romain Folz alikuwa ameshaisaidia Young Africans kuweza kutinga moja kwa moja hatua ya robo finali klabu bingwa barani Afrika mara baada ya kuifunga striker, kama mnakumbuka ile Silver Striker, goli 2 kwa mtungi. Sasa wakampata Pedro wakiamini ni kocha ambaye atakuja kuwasaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini tangu amefika, ukiangalia alipoichukua Yanga mpaka tunapoelekea huku sasa hivi, sisi wachambuzi tunaiona Young Africans kila kukicha inapoteza mwelekeo wake. Kwa mfano CV yake tunajua huyu ana UEFA Pro, ukimwangalia ni Mwangola ambaye tuseme ni Mreno ambaye alikuwa anaifundisha timu ya taifa ya Angola. Ukiangalia jinsi ambavyo ametua Angola, ameisaidia sana kufuzu katika michuano ile ya AFCON mpaka robo finali. Kwa hiyo ilikuwa na quality kubwa. Hiyo nakupa ratiba ama tuseme historia ya mwaka 2019 ambaye alifanya vizuri sana katika timu ya taifa ya Angola. Kwa hiyo CV yake ilikuwa ni kubwa, lakini mbali na kuwa CV yake ni kubwa, ametua Young Africans, hakuna lolote ambalo amelifanya zaidi ya kuendelea kuua viwango vya wachezaji. Mimi niseme tu, niliwahi kuzungumza katika kamera hizi vyombo vya habari hivi kwamba huyu Pedro sio kocha mkubwa, ni kocha wa kawaida na anabebwa na quality ya wachezaji ambao tumewaona, kwa sababu Yanga ina wachezaji wazuri na ndio maana yeye kocha anajifichia hapo. Hivi karibuni tunaona Young Africans iliamua kumrejesha Molin kama kuwa kocha msaidizi, lakini Molin alikuja pale ilikuwa ni swala la muda tu kuweza kuhitaji sasa nafasi yake kuja kuwa nafasi kuwa kocha kiongozi, kwa sababu ukimwangalia Pedro alikuwa anaifanya Yanga isiende kimfumo, isicheze kitimu kama vile Yanga ilivyozoeleka. Ndiyo maana tunakumbuka siku za hivi karibuni Young Africans ilitoa tangazo lake, ilieleza hadharani dhahiri shairi kwamba kocha Pedro aendani na falsafa ya klabu ya Yanga. Ina maana gani? Ina maana kwamba wao wakati wanamchukua waliamini pengine atajirekebisha, ataweza kuifanya Young Africans iweze kucheza katika ile falsafa zake, lakini tangu amekuja Pedro tumeiona Yanga ikidrop, wachezaji wakicheza kama wazee, asilimia kubwa wakichoka kwelikweli, running zao zimekuwa za kawaida, na ndio kocha ambaye katika dabi 3 hizi za mwisho wameona mbali, kwa sababu ukiangalia hata na watani wao tuna Simba wameleta wachezaji wapya, na ukiangalia kocha wao mpya Steve Barker hajafungwa katika mechi 3 ambazo amekutana na Pedro, amemfunga mara 1, sare 2. Yanga wamechungulia. Sasa tuje katika uhalisia, kwa nini huyu kocha amefukuzwa? Nadhani hapo sisi katika jicho la kichambuzi tunazungumza hivi, ndiye kocha ambaye tangu ametua Young Africans, nadhani at least alikuwa Romain Folz alikuwa ni kocha ambaye haongei, amenuna. Alipata ushindi mechi moja dhidi ya Simba. Yes, alipata ushindi. Tena angalia ni mechi ya kwanza, si ndio? Alimfunga huyu Davis Fadru ambaye tayari alishakuwa ni kocha wa muda mrefu kwa Simba, lakini mechi yake ya kwanza akamfunga Fadru. Lakini Romain Folz mechi 3 hamna kitu. Huyu Pedro ambaye tunamzungumzia. Sasa mimi niseme Yanga ilifeli sana na nadhani imechelewa sana kumfuta kazi. Ukiangalia kimfumo tunamjua anacheza mara nyingi anatumia 4-3-3. Tangu alipokuwa timu ya taifa ya Angola amekuwa anaifanya timu yake kucheza kwa namna hiyo, lakini tangu ametua Young Africans tumeiona Yanga wachezaji wengi wana drop viwango. Yanga haichezi vizuri, Yanga haichezi kitimu, viwango vina drop. Alafu kingine kinachowakera zaidi viongozi wa Young Africans ni sabu zake ambazo alikuwa yaani hata mimi mchambuzi ndo ningekuwa napewa ile Yanga, zile sabu za Pedro nilikuwa naona kabisa ni kocha wa kawaida, yaani kocha wa mchangani. Wamemtoa wapi kocha wa namna hiyo? Kuna siku nilikuwa naitazama Young Africans, mimi machozi yananitoka, nimekaa nalia kabisa. Jamani, kama leo amemtoa Yao Kwasi ambapo ni unamtoa Yao Kwasi. Hebu tazama, hata angalia kabla ya leo, nenda kwenye dabi ya Kariakoo, una mchezaji kama
Israel Mwenda, afu na mchezaji kama Yeo Kwasi. Hawa wote wanacheza mbavu ya kulia, au sio bwana? Sasa unaanzaje na mchezaji kama Israel Mwenda wakati tayari una beki hatari la kimataifa linacheza kama roboti, miguu yenyewe imeshakaa kama chepe, imeshaandaliwa kucheza tangu tumboni mwa mama, kijana anasukuma mpira. Unamwanzishaje benchi? Alafu timu inakuja inaelemewa, ndio unakuja unamtia Yeo Kwasi. Angalia mfano wa leo. Unamtoa, yani kwa nini unamtoa Yeo Kwasi? Amekukosea nini? Viwango vya wachezaji vinazidi kudrop. Zuzu Pacome sio yule wa misimu 3-4. Kina Maxi sio wale. Kina Ibra Baka sio wale. Wachezaji kina Dickson Jobu, physical fitness haipo. Hivi tunavyozungumza tayari mambo haendi vizuri kiafya. Manake Young Africans imechelewa. Mimi niseme, niliwahi kuzungumza hapa, Yanga ilitakiwa kumfuta kazi Pedro before today. Ile siku ambayo Yanga iliandika ikasema kwamba kuna weakness, walikiri kwa timu yao, kwa management, kwamba tumekaa tumediscuss na kutambua kwamba kuna weakness katika maeneo haya na haya, maeneo ambayo ya benchi la ufundi wakasema kwamba kocha haendani na falsafa ya Young Africans. Sasa pale pale kuliko kwenda kusema tunamuongezea kocha msaidizi, ni kitu cha ajabu ambacho kilifanyika pale, ni kitu cha ovyo ambacho kilifanyika pale, kuanza kumtafuta kocha msaidizi ati ndio aje kushika majukumu ya kocha kiongozi. Na sasa anapokuja, wewe unafikiri tangu lini kocha kiongozi akamsikiliza zaidi kocha msaidizi? Falsafa ya kocha kiongozi ndio inafanya timu icheze. Sasa tangu amekuja Molin, angalau unaiona Yanga imebadilika, imemelemeta kidogo, lakini bado inacheza, inaondoka, inapata matokeo, ila mashabiki wa Young Africans kimoyo kinadunda. Leo chupu chupu. Tumeangalia mchezo wa leo, vijana KMC jamani, mnyongeni akia kampeni. Yule mwamuzi wa leo aliochezesha mpira leo, nadhani kama vile alikuwa amevaa miwani meusi. Vijana KMC wamenyimwa clear penalty ambazo walikuwa pengine, manake penalty hatusemi ni magoli, pengine labda wangeweza kuscore, mambo yangebadilika. Tena hizo zote nafasi amecheza mchezaji mmoja Boka kipindi cha kwanza. Kwa hiyo ni kwamba kocha Pedro wamemchelewesha sana kumfungashia virago. Sasa tutazungumza yupi anafuata manake tuna jina kubwa kwelikweli. Watu wakae vizuri kwenye channel hizi kuweza kuwaletea jina kubwa ambalo linatajwa kuja kuchukua nafasi msimu huo, kwa sababu taarifa inaeleza huyu Molin yeye ataendana na Young Africans mpaka mwisho wa msimu. Yeye na Mabedi mpaka mwisho wa msimu. Lakini sasa msimu mpya, kocha gani anayetajwa? Sisi tunayo majina tayari, bonge la kocha kwelikweli. Lakini huyu Pedro kwa kweli mimi niseme tu Yanga ilipoteza muda. Yanga ilimshikilia kocha ambaye akupaswa kushikiliwa. Yanga ilimshikilia kocha kawaida, na nadhani hata wangemtafuta Tobias Kifaru Lugalambwike kutoka pale Mtibwa Sugar, msemaji ule, angewavusha Young Africans. Hivi karibuni kumekuwa na uvumi kwamba huenda Yanga kaanzisha mazungumzo na kocha Nasr bin Nabi, lakini wengine pia wanazungumza kwamba huenda kaanzisha mazungumzo na kocha Sidi Ramovic ambaye alifutwa kazi majuzi tu, lakini pia wengine wanamhusisha kocha wao wa mwisho msimu uliopita yule Miludi Habdi. Hizi tetesi pia zikoja au kuna kocha mwingine ambao huenda nimezisikia hizo tetesi? Ni kweli zipo, makocha ambao wamewataja kina Miludi Hamdi ambaye naye alifanya vizuri, mwishoni akaondoshwa. Lakini Sidi Ramovic ambaye aliomba kuondoka, akasema mpira wa Tanzania hauna mizani sawa, akasepa. Tunakumbuka alichokizungumza mara baada ya kupata ofa, yaani wanakwambia akachafua kijiji, akaondoka. Lakini hapo katika hao makocha wote ambao wameorodheshwa, mimi nadhani kocha ambaye Yanga ingempata ingekuwa ni bora sana ni Nasri Nabi. Kocha mzuri, kocha mkubwa, kocha ambaye kwanza anaijua vizuri Young Africans. Na nadhani hii mizizi ya Yanga jinsi inavyocheza, Yanga mpira wanaoutaka sasa hivi anao Nabi. Ukiangalia alipotoka Nabi akaja Migo Gamondi, si ndio? Migo Gamondi manake kuna vitu alivikopi kwa Nabi, falsafa ya Nabi, alafu akaendelea nayo. Young Africans mpira wao nadhani ni kama mpira biriani tu. Wanafanana kucheza na Simba sasa hivi, zile draft. Tofauti na zamani Yanga ilikuwa inatumia zaidi wings pembeni kule. Inapigwa moja ndefu inaondoka. Lakini sasa hivi Yanga ni weka tuweke, sambusa kwa sambusa. Kwa hiyo kocha Nabi
atakuwa ni kocha sahihi zaidi kama wataweza kumpata. Lakini kwa huyu Pedro, kwa kweli mimi nilikuwa nikiitazama Young Africans sikuwa vichi ndugu watangazaji. Kuna wakati mimi kama mchambuzi machozi yananitoka. Sema ni huyu ni kocha wa namna gani jamani? Kwa nini wasimpate kocha wote aje wafundishe hawa? Mpira hauchezwi. Kuna wakati watu wanaangalia, moyo unadunda, moyo unauma. Yaani hata ile dabi ya Kariakoo, tuseme tu kweli. Dabi ya Kariakoo, Simba, ukitazama Simba ilivyocheza na Young Africans ilivyocheza, nadhani Simba tu walishindwa kushikilia bomba vizuri. Kama Yanga wangekuwa na kocha mzuri, maana yake wangefanya vizuri zaidi. Lakini ni Mwenyezi Mungu tu aliamua kuwafichia aibu Young Africans. Ni fedhea ambayo ingeweza kuletwa na kocha Steve Barker. Kwa hiyo kitendo ambacho wamekifanya kwa huyu kocha kumwondoa Pedro, wamekawia sana kumfuta kazi. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.